Mwokozi, sitaacha kumsifu aliye mkombozi, anipaye nguvu zake, sitaacha kumsifu. Nitembee njia yake, sitaacha kumsifu. Sitaacha kumsifu Mwokozi, Mwokozi, sitaacha kumsifu aliye mkombozi, unipa wokozi wake, sitaacha kumsifu, kwa kunipa nguvu zake, sitaacha kumsifu. Sitaacha kumsifu Mwokozi, Mwokozi, sitaacha kumsifu aliye mkombozi, ninaposafiri hapa, sitaacha kumsifu, na nitakapofika mbingu, sitaacha kumsifu. Sitaacha kumsifu Mwokozi, Mwokozi, sitaacha kumsifu aliye mkombozi. Bwana awabariki sana. Amina. Biblia inasema kwamba hatutamwacha kumsifu Mungu kwa yale ambayo ametutendea. Yeye ndiye ambaye anatupa nguvu, yeye ndiye anayetuwezesha. Ndugu yangu, sisi Mungu ndiye alikuja. Amina. So sifa simrudie yeye. Amen. Yeye ndiye ametenda hiyo kazi, na tuamini Mungu wetu ni mwaminifu na hawezi akatuacha. Amina. Kwa hivyo asubuhi ya leo wapendwa, my brother Dan alitufundisha, kwa wale ambao walikuja kama wamechelewa kidogo, alitufundisha kuhusu ufifu. Na mimi nitakusia tu kidogo ili nirudi kwa somo langu ambalo nilikuwa nalo kwa ajili ya siku ya leo. Ya kwamba kanisa la Kristo lenye ujumbe wa Elia wanafundisha watu wote ya kwamba wafanye kazi kwa bidii kwa mikono yao. Wasimame na kazi ya Mungu, wasimame na familia zao, na wachukule kwa jasho lao. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hiyo ndio msimamo wa hili kanisa, na hiyo ndio utaratibu wa hili kanisa, ya kwamba watu wafanye kazi, watu wasikue wavivu. Hata kama huna kazi, tembea tu kwa barabara, utapata tu mtu anakuambia kwamba huku wanafanyisha interview. In the process Mungu anakusaidia na unaenda unafanya interview. Bwana Yesu Kristo asifiwe. So ndugu alikuwa anafundisha kwamba tusikue wavivu kwa kuomba, tusikue wavivu kwa kusoma neno la Mungu, tusikue wavivu hata kuchulia wenzetu, tusikue wavivu kwa kazi ya Mungu, lakini tuweke bidii kwa ajili ya hii kazi ya Mungu, kwa sababu Mungu ametuahidi ya kwamba tuko na jawabu ama tuko na zawadi iliyo kuu mbeleni. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Kazi ambayo unayofanya ya Mungu iko na malipo. Na malipo yake ya kwanza ni kwamba Mungu atakubariki hapa duniani, utakuwa na vitu. Amina. Na malipo ya pili ya kwamba pia uta-inherit ufalme wake, ya kwamba Yesu atakapokuja mawinguni kuja kulichukua kanisa lako, utakuwa miongoni mwa watu ambao wataenda kumwalika Bwana mawinguni, na wewe pia utakuwa mmoja wao wa kurithi ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu Kristo asifiwe. So wapendwa, hauko hapa kiajali. Hauko hapa kiajali. Uko hapa kwa sababu Bwana anataka uwe mahali hapa na akusaidie, kwa sababu Mungu ulikuja hapa na sababu. Sasa usijidunishe, usidharau. Uwe katika nyumba ya Bwana, na Mungu anahitaji kila mtu akuje kwa nyumba yake jinsi ulivyo. Mungu anataka ukuje ili akufundishe, akuelekeze na akuonyeshe njia ambayo utakayoitembelea, na yeye atakushika mkono wako katika hii safari ya wokovu. Maana anajua ya kwamba shetani pia ako katika mbio, au katika vita, utafuta wale ambao wako ndani ya kanisa la Bwana, awarejeshe nyuma na baadaye waende katika jehanamu. Lakini Bwana anataka ya kwamba uche kwake jinsi ulivyo, ili umtumainie yeye, umtegemee yeye, na siku ya mwisho uridi ufalme wa mbinguni. Na juzi Mungu alisema hapa ya kwamba heri wale ambao watakuwa kwa upande wa Yesu Kristo.
Maana anasema kwamba dunia inaelekea kutotomoa, inaendelea kuangamia wapendwa. Dunia inaendelea kupita katika hali mbaya. Wanasema kwamba hali inaenda kutokea hali mbaya. Na wapendwa wanasema kwamba heri wale ambao watakuwa kwa saidi ya Yesu Kristo. So ni wewe kufanya uamuzi utendee karibu na Yesu. Maana yeye mwenyewe anasema kwamba tafuteni ufalme wa mbinguni kwanza. Na hayo mengine naye Bwana atafanya nini? Atakusijisha. Tafute ufalme wa mbinguni kwanza. Na ndio ndugu yetu hapa alitufundisha kwamba akasema kwamba watu waache uvivu, kwa maana mvivu, wanasema kwamba mvivu atakufa maskini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mvivu hawezi akapata. Kama wewe ni kijana na uko na ndoto ya kwamba unataka ukue mtu fulani siku zijazo, na wewe ni mvivu, huwezi ukafikia hiyo ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata sisi wazazi tuko na target katika maisha yetu ya kwamba nataka kwa miaka fulani, miaka miwili, miaka mitano nataka nikuwe mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama ukiwa mvivu na huwezi fanya vitu uende towards your target, huwezi ukafikia. So lazima wapendwa, tuchikakamue, tuchikaze katika hii safari ya wokovu. Si rahisi, inahitaji watu wa kujitolea. Na katika Biblia tunaona kwamba vijana kama Shadraka, Abednego na Meshaki wakiwemo Daniel walisimama kidete mbele za Mungu kwa sababu walikuwa na juhudi na bidii. Hata mpaka wanaamua kutoa uhai wao kwa ajili ya Mungu ambaye wanamwabudu, na Mungu huyu hakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kuwa na bidii ya kufanya mambo mengi sana, lakini Mungu naye anaangalia sana wale ambao wanaweka bidii kwa kumtafuta yeye. Maana inaandikwa, unapofanya kazi ya Mungu inaandikwa kule juu mbinguni. Na ndio unaona kwamba tuko na siku ya hukumu. Itakuja na waseme kwamba kila matendo ya kila mmoja wetu itaonekana mbele za Bwana. Sasa inaandikwa, everything you do, whether uko peke yako, whether uko na watu, whether uko kanisani, it is written. Kwa sababu wewe umefanya agano na Mungu ya kwamba utamwabudu hadi mwisho. Nataka tuangalie kitabu cha Matthew, chapter number 11 verse 22 peke yake. Alafu pia mimi nasisitiza tu ile yenye somo la muziki ambalo ndugu yetu Dan amelizungumzia. Matthew chapter number 11 verse 22. Nasema hivi. Naam. Walawati ninawaambieni itakuwa rahisi Tiro na Sidoni. Mathayo chapter 22 verse 22. No, you said 11:22. Pole, 11:12. 11:12. Nasema hivi, Naam. tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Nasema kwamba tangu siku za Yohana Mbatizaji alikuwa nabii wa mwisho sana wa Mungu hapa duniani. Na yeye ambaye alikuwa anatabiri akiambia watu ya kwamba tubuni mkabatizwe kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Na wanasema kwamba tangu nyakati za Yohana Mbatizaji, wanasema kwamba ufalme wa mbinguni unapatikana, wanasema kwamba ufalme wa mbinguni hupatikana kwenye nguvu, na wenye nguvu wanauteka. Yaani wakati ya Yohana akiweka alikuwa anakombeleza watu. Anaambia watu ya kwamba kujeni kwa Bwana maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kujeni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Akiambia watu watubu dhambi watoke ndani. Akiambia watu ya kwamba watubu dhambi watoke ndani na wabatizwe maana ufalme wa Mungu umekaribia. Lakini wanasema kwamba tangu hiyo wakati sasa mpaka wakati wa sasa, wanasema kwamba ufalme wa mbinguni haukuji kwa kichiko. Lakini wanasema kwamba wale ambao wako na nguvu, wako na nguvu watakao uteka wataupokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ndugu ametufundisha tu mambo ya uvivu, akasema kwamba wale ambao tangu wakati wa Yohana Mbatizaji mpaka sasa, wanasema kwamba ufalme wa mbinguni hupatikana kwenye nguvu. Yes. Yaani nguvu inamaanisha kwamba unatakana uweke nguvu sana kwa kile ambacho Mungu amekubariki nacho. Kila mtu hapa ako na kipaji ambayo Mungu ameweka ndani mwake. Kila mtu ako na kipawa ambacho kinaweza kukuza huyu, kikuze huyu na kimuinue. Lakini Bwana anasema ya kwamba
kila mtu mwenye atakuwa na nguvu atauteka. Mwenye atakuwa na nguvu atauteka. So inamaanisha kwamba tukiwa wavivu katika hii safari ya wokovu, wapendwa, Mungu pia hapendi watu wavivu. Kwa sababu ukiangalia Genesis chapter 1 anasema kwamba Mungu akasema kwamba aje tukue na nuru na giza. Mungu akasema ya kwamba tukue na hii na hii. Akatenga ardhi na mbingu, akaita mbingu akaita ardhi. Na baadaye akakuja akaumba wanyama wote wa porini, akaumba mwanadamu. 6 days Mungu mwenyewe aliweka bidii. Alikuwa na program yake ya kufanya kazi yake. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Mungu mwenyewe ni practical God ambaye anaweka mambo kwa matendo. Sasa tuombe ya kwamba hata sisi pia tuwe watu wa bidii kwa kumtafuta Mungu. Tukue watu wa bidii katika kazini zetu. Usichelewe kwa sababu ati nilikuwa naomba. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Yaani mtu anatoa excuse anasema kwamba leo nilikuwa kwa maombi, sasa ikafanya nikachelewa. Tuache excuse wapendwa. Mungu anataka watu ambao wanaweka bidii kwa kazi yake. Na katika bidii, ndio Kiswahili anasema kwamba mkaka na ubwa hali wali mkaka. Unapoweka bidii, neema ya Mungu inashuka juu yako. Na neema ya Mungu inaposhuka, anything you pray to God, Mungu anakupatia. Amen. So wewe na mimi tuweke bidii kwa sababu hii safari si yangu peke yako. Hili kanisa si monopoly, ni kanisa la Mungu na Mungu anahitaji watu wote wakuje kwake. Aokoe na siku za mwisho urudi ufalme wa mbinguni. Lakini wewe angalia pika tu picha. Kuna marafiki ambao wanawapenda sana. Siku nyingine nikasema kwamba tukifungua hizi simu tuangalie marafiki wenye mko nao kwa mazimu. Ni wengi sana. Hadi tukifungua tu simu tuangalie tu kwa phone book. Watu ambao tumeweka kwa simu ni wengi sana. Lakini wapendwa, wao uko na ufahamu wa neno la Mungu. Haujachukua jukumu hata ya kushare nao. Marafiki ni wengi sana. Lakini tuko na bidii sana kuangalia kwa TikTok. Si kweli wapendwa? Si kweli wapendwa? TikTok tunaweza angalia, Facebook tunaweza angalia, naweza chukua muda hata kwa internet, muda mrefu sana. Bali tu mfano. Lakini Bwana anasema kwamba tangu wakati wa Yohana Mbatizaji mpaka sasa, ufalme wa mbinguni haupatikani kwa watu ambao wanalegea. Wale wenye wataweka nguvu kwa kuomba, wataweka nguvu kwa kusoma neno la Mungu, wataweka nguvu kumtafuta Mungu, wanasema kwamba wataupokea ufalme wa Mungu. Mpendwa wa Mungu, nilikuwa nasungumzia tu mambo ya maombi na tukabadiana mifano kadha wa kadha katika maombi. Mfano wa mwisho ambao nilibadiana ya kwamba Joshua aliomba Mungu, na alipomuomba Mungu aliomba Mungu ya kwamba jua lisianguke, maana Joshua alikuwa katika vita. Anapigana vita na inji ambayo ilikuwa katika inji ya Kanaani. Na akaambia Mungu ya kwamba asimamishe jua lisimame kwa siku moja ili nipigane hizi vita nishinde. Joshua alikuwa mtumishi wa Mungu. Alikuwa mwanadamu kama wewe na mimi. Ya kwamba chochote ambacho unataka kuomba Mungu, bora umpendeze Mungu na ufuate utaratibu ambao tumeweka wapendwa, na umuombe Mungu atakuletea, kwa sababu Joshua alisimamisha jua. Dada, yaani jua linapoenda kutua huku chini, leo tuseme leo ni Jumapili inaenda kutua. Ingefike Jumatatu, sasa alisimamisha jua. Bali sasa liende mpaka Jumatatu jioni likapaki leo Sunday kama limesimama hivi. Joshua akapigana vita na akashinda. Akapigana vita na akashinda. Wewe pia uko katika kanisa la Bwana. Wewe ni kiumbe kiteule cha Bwana. Wewe ni inheritance. Yaani wewe ni mrithi wa Mungu. Vile wewe unasema kwamba huyu ni mtoto wangu, mimi ni mama yake na mimi ni baba yake. Mungu pia anasema kwamba wewe ambaye umebatizwa katika hili kanisa, wewe ni miliki yake. Na yeye pia chenye tunamuomba Mungu anatutendea, kwa sababu anasema kama Joshua alimwamini Mungu. Joshua alitembea katika njia za Bwana. Alitii neno la Mungu, alitembea katika njia za Bwana. Hata wewe uko na uwezo ya kuomba jua lisimame. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Hali ambayo unapitia ndani, unaweza omba Mungu ya kwamba Mungu linakuita hii hali isimame, na itasimama. Amen. Joshua aliomba Mungu na ikasimama. Wewe pia uko na uwezo, kwa sababu tunamtumikia the same God. The same God Joshua worshipped during those holy days is the same God you are worshiping him today. Amen. Na the same God tukimuomba ya kwamba yeye pia atatenda. Wewe mradi tu uchukue hatua ya imani. Chukua hatua ya imani, usikuwe na shaka ndani ya moyo wako.
Mungu anatenda. So wewe angalia kwamba hali ambayo unaweza kuona pitia ndani wapendwa, kwa sababu kila mtu anajielewa. Tumesema kwamba Mungu alisema kwamba watu maombi imerudi chini sana katika kanisa lake. Na ndio mara kwa mara tunaongea, ukiona kwamba wachungaji wanafundisha hapa maneno, anafundisha mambo ambayo Mungu amemwelekeza ili wewe yafanye na Mungu akusaidie. Ya kwamba maombi yamerudi chini. Na basi natakana ya kwamba kanisa lidumu katika maombi. Kanisa litumu katika maombi, maana tunapotumu katika maombi wapendwa, tunapata ushindi. Tunapata ushindi kwa kila jambo ambalo wewe litenda. Tunapata ushindi. Wewe na mimi tu askari wa Yesu Kristo, na askari atakana akue kini kuangalia adui mahali ambapo ametokea. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Kila mtu hapa ako na silaha ya Mungu. Askari, hakuna askari yoyote ambaye atatrain kwa government yoyote Bwana akose kumpatia silaha. Ni hiyo government ikose kumpatia silaha. Watampatia silaha za kwenda kupigana vita. Watampatia silaha za kujilinda yeye mwenyewe na kulinda watu wake. Sisi silaha ambayo Bwana ametupatia ni kitabu cha neno la Mungu ambalo the message. Bwana ametupatia silaha ambayo ni Biblia takatifu ya Mungu. Bwana ametupatia silaha ambayo ni kitabu cha Walevi. Hawa pia ni wapendwa ambao pia nyumba ya Yakobo moja ambayo nyumba ya Yusufu, ambaye pia waliwitness Yesu Kristo akiwa hapa duniani. Na Yesu pia alinena na wao kwa ajili ya hii ufalme ambao unakuja. Hii ndio silaha ambayo Bwana ametupatia. Maombi yako, kusoma neno la Mungu na vitu vingine vingi. Sasa wapendwa, nataka tu tuangalie hapo ya kwamba Joshua alimuomba Mungu. Alipomuomba Mungu, Mungu alisikia maombi yake. Na nyuma niseme kwamba Elia pia alikuwa nabii. Alimuomba Mungu ya kwamba mvua isinyeshe for 3.5 years. Na mvua haikunyesha. Elia aliomba tu. Maana alipewa instruction na Mungu ya kwamba waombe na akaomba. Hata yeye alishindwa nitakula nini ndakuyo. Mungu akamwambia kwamba enda katika kijito fulani ukae huko kwa muda fulani. Mungu anaweka kunguru, unajua kunguru chakula chake ni nyama, lakini Mungu anaweka kwa mdomo yake nyama, anampelekea Elia akiwa huko kwa msitu katika huyo mtu. Anampelekea na chakula. Bwana Yesu Kristo. Amen. Wewe na mimi ndio wapendwa, tuombe yani. Jambo bana sasa kwamba tudumu katika maombi na tumpendeze Mungu. Tuombee watoto wetu, tuombee wake zetu, tuombee wazee wetu, tuombee wazazi wetu, tuombee nchi yetu na jamii zetu kwa jumla. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Bwana, nataka tu tuangalie kitabu cha John. Sababu Yoshua alikuwa anamwabudu Mungu. Na sasa nataka tu nikuzie tu kwa upande wa Mungu kidogo. Ya kwamba John chapter 4 verse 24. Naam. Mungu ni roho. Mungu ni roho. Hao waabuduo yeye inawapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu ni roho na hao waabuduo inawapasa kumwabudu katika roho na kweli. Yaani Mungu wetu ni roho. Nasema kwamba Mungu ni roho na hao waabuduo inawapasa kumwabudu katika roho na kweli. Yaani huyu Mungu ya kwamba yeye ni mtakatifu wapendwa. Na yeye anasema kwamba Mungu ni roho. Na wale ambao wanamwabudu yeye inawapaswa wamwabudu katika roho na kweli. Na ndio wanapoomba maombi yao wakayapokea, kwa sababu wengine wanasema kwamba hata watu wanamwabudu lakini hawajui Mungu ambaye wanayemwabudu. Wanamuomba Mungu, watu wako na bidii, maneno yanasema kwamba watu nje dada yetu wako na bidii sana. Wanamtafuta Mungu usiku na mchana. Lakini huyu Mungu hako pamoja nao. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Kwa sababu wanasema kwamba Mungu ambaye tunayemwabudu, wanasema kwamba Mungu ni roho. Na hao waabudu na wapasa waabudu katika roho na kweli. Angalia kitabu cha John chapter 1 verse 1. Nataka kuchukulia pale kidogo wapendwa, alafu nifanyeni mfano wa mwisho, nitakuwa nimemaliza neno la mchana wa leo. Naam. Hapo mwanzo kulikuwa neno. Hapo mwanzo kulikuweko na neno. Naye neno alikuweko kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Hapo chukulia.
hapo mwanzo kulikuweko na neno, nayo neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. In the beginning there was a word, and the word was with God, and the word was God. Huyu ni Mungu ambaye tunamwabudu wapendwa. Yeye ni Mungu ambaye tunatakana tumuombe. Yeye ambaye alikuweko kuanzia mwanzo. Tena yeye ndiye mwisho. Yeye ndiye anasema kwamba yeye ndiyo neno. Exodus chapter 6. Nasomea verse 2 and verse 3. Nasema, Naam. kisha Mungu akasema na Musa akamwambia, Naam. mimi ni Yehova. Naam. Mimi nilimtokea Ibrahim na Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi, bali kwa jina langu Yehova sikujulikana kwao. Yes, Mungu anasema kwamba yeye ni Mungu alimtokea Musa. Anasema kwamba yeye alimtokea Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Na wakati alitokea Ibrahimu, Isaka na Yakobo, alitokea kama Mungu ambaye ni Mungu Mwenyezi. Yes. Yaani Mungu ambaye mwenye uwezo. Aliwatokea Ibrahimu, Isaka na Yakobo, walimjua ya kwamba Mungu ambaye tunamwabudu ni Mungu ambaye ako na uwezo. Lakini wakati wa Musa naye anamtokea kama Mungu Yehova. Endelea mstari wa 3 tafadhali. Namba 3 inasema, Naam. naam, nilimtokea Ibrahim na Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi, bali kwa jina langu Yehova sikujulikana kwao. Jina Yehova haikujulikana kwao. Umesoma verse 3? Yeah. Yes. Jina Yehova haikupatikana kwao. Wao walimjua kama Mungu. Kama Mungu Mwenyezi. Lakini jina Yehova hawakuijua. Hawakuijua. Tunasomea Exodus chapter 20 verse 3. Naam. Mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Mungu pia ananena na Musa ya kwamba yeye ni Mungu ambaye aliyotokea wana wa Israeli walipokuwa katika nchi ya Misri. Yeye ni Mungu ambaye amekutoa katika nchi ya Misri, katika nchi ya utumwa. Anasema ya kwamba msikuwe na miungu mingine ila mimi. Yaani Mungu anasema hivi ya kwamba yeye ndiye Mungu ambaye alienda akaokoa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri. Na sababu yenye ilifanya wana wa Israeli waingie katika nchi ya Misri ni kwamba Ibrahimu alitolea Mungu sadaka ama dhabihu. Na alipotoa ya kwamba Mungu akampatia instruction ya kwamba ndama wa miaka 3 wapasue katikati. Kondoo wa miaka 3 wapasue katikati. Mbuzi wa miezi 3 wapasue katikati. Yeye akafanya sawa sawa vile Mungu alimwagiza. Lakini alipofika kwa ndege, ua na njiwa hakupasua. Na wakati sasa hakupasua, basi akateketeza ile sadaka ambayo Mungu alikuwa amemwambia. Basi Mungu hakusikia. Ibrahimu akajua ya kwamba moyo wake ukakuwa mzito, na Mungu akamwambia kwamba kwa sababu hukutii sauti yangu, uzao wako utakuwa katika mikono ya wageni kwa miaka 4. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Sasa ndio Mungu, kwa sababu Mungu si Mungu kikeukeu kama mwanadamu. Yeye ni Mungu chenye amesema anakifuatilia. Lakini akaambia Ibrahimu kwamba wewe utalala vizuri sana. Yaani atakufa, atastarehe vizuri sana. Na Bwana atamhesabia haki. Kwa sababu alikuwa anampendeza Mungu, alikuwa mpole, alikuwa mtu ambaye anajua neno la Mungu. Akifanya makosa na msi Mungu anamsaidia. Lakini Mungu akamwambia kwamba kwa kutotii, kutopasua wanyama katikati, basi uzao wako utakuwa katika nyumba ya Israeli ama nyumba ya wageni. Utakuwa katika mikono ya wageni kwa miaka 400. Na sasa Musa naye alienda akasukuma 30 years akifanya hizo bleki zote. Sasa wakafikisha 430 years, sorry. 430 years. Sasa Bwana anasema hivi ya kwamba yeye ni Mungu ambaye aliyewatoa katika nchi ya Misri. Anaambia wana wa Israeli,
Yeye ni Mungu ambaye amekutoa wewe katika ukoo yako. Umezaliwa katika mila na desturi za kweli. Umezaliwa katika watu ambao walikuwa waganga, wengine walikuwa wachawi, wengine walikuwa na madhabahu ambayo walikuwa wanaabudu miungu zao. Mungu amekutoa huko, amekuleta katika kanisa lake. Anasema kwamba msiabudu sasa miungu mingine ila mimi peke yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa tunazungumzia tu ya kwamba kumhusu huyu Mungu ambaye tunamuomba wapendwa, anajaribu kutuelezea kitu gani? Ya kwamba yeye ni Mungu ambaye atakana tumwabudu yeye. Nataka tusome ujumbe alafu napomalizia na mfano mmoja katika maombi katika Biblia nitakuwa nimemaliza. Kanuni za kanisa, ujumbe number 1, article of faith number 1, 2. Kama ambao umepata wanaweza tusomea. Ndio kitabu cha message, article of faith number 1. Naam. Believe in God. Ya kwamba tunamwamini Mungu Baba wa milele ambaye ndiye aliye juu, muumbaji wa ulimwengu, mtawala na jaji wa wote, isiyoweza kubadilika bila heshima ya watu. Bwana abariki andiko. Amen. Huyo Mungu ambaye tunayemwamini kwamba tunaamini kwa Mungu, tunaamini Mungu Baba wa milele ambaye ndiye Mungu aliye juu, muumbaji wa ulimwengu na mtawala na wanasema kwamba na jaji wowote, isiyowezekana kubadilika bila heshima ya mwanadamu. Yaani tunamwamini huyo. Tunasema kwamba yeye ni Mungu, ni Baba wa milele. Na yeye haheshimu mwanadamu. Anasema kwamba ataheshimu tu mwanadamu peke yake ambaye anatii na kuzingatia sheria zake na kutembea katika njia zake ampendeze. Mungu atamheshimu huyo. Maana anasema kwamba tukitembea katika utakatifu wake na tumpendeze, Bwana atatuhakisia malaika zake, watatutangulia mbele na wengine watatufuata nyuma. Yeye na maisha namna gani? Mungu amekuheshimu na anakuangazia. Lakini yeye anasema kwamba haheshimu mwanadamu yoyote. Haseki ushauri yoyote kutoka kwa mwanadamu. Maana yeye ni Mungu ambaye ni Alfa na Omega, akona kila kitu. Tukikuja kwake tukuje tukue chinzi tulivyo hivi. Yeye atatujaza yale yake ambaye ametupangia. Angalia kitabu cha 2 Chronicles chapter 20. Tuangalie huyu ndugu ambaye pia alikuwa katika hali ya hatari. Na jambo ambalo alifanya ya kwamba aliamua kumkeukia huyu Mungu ambaye tunamzungumzia asubuhi ya leo. 2 Chronicles chapter 20, tuanzie tu verse 1. Ambaye na kati mbili kwa mlango 20 kuanzia kwenye nasema. Naam. Ikawa baadaye wana wa Moab, wana wa Amoni pamoja nao baadhi ya Wameuni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu kutoka ng'ambo ya bahari. Tazama wako katika Hasosoni na Magi, ndiyo Engedi. Yehoshafati akaogopa, akaelekeza uso wake akamtafuta Bwana. Akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Hapo ndugu yangu, tukawa na mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Yehoshafati. Na kwamba huyu Yehoshafati naye kawa kwamba wamemtangazia. Nchi zingine zimetangaza kwamba zinafanya vita juu yake. Na alipoona ya kwamba watu ambao wanaenda kupigana nao, Yehoshafati hakukuwa na alternative. Bali yeye aliamua ya kwamba aelekee katika maombi. Aliamua ya kwamba aelekee katika uso wa Bwana. Aliamua ya kwamba amtafute Bwana. Na anasema ya kwamba 3, Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana. Akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Alipogundua ya kwamba watu ambao wamekuja kupigana vita dhidi ya nchi yake, yeye aliambia watu ya kwamba
hawa watu vile wamekuja ni watu wengi sana, wako na silaha mbalimbali, lakini kitu ambacho tutafanya sisi kama nyumba ya Yuda, tutamkeukia Bwana, tutamuomba Mungu. Yaani wao wakaamua kufunga na maisha ya kwamba ni maombi ambayo naomba kama umejinyima hauku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maombi ambayo umeamua kwamba waje nitenge kwa ajili ya jambo fulani. Ndugu yangu utaendelea ile. Yuda wakakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana. Ndio. Hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana. Naam. Baada ya kusimama kati ya kusanyiko la Yuda na Israeli nyumbani mwa Bwana mbele ya ufukwe mpya. Naam. 6. Akasema, Ee Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe uliye Mungu mbinguni? Ndio. Tena si wewe utawalaye falme zote za mataifa? Naam. Mkono wako una uwezo na nguvu, asiyeweza mtu yeyote kusimama kinyume chako. Amen. Hapo ndugu yangu, Yehoshafati ananena maneno fulani ya kwamba anapokuwa katika hali ya kufunga, anasema ya kwamba Bwana Mungu wa baba zetu, yaani Mungu wa baba zetu Isaka, anamaanisha ya kwamba Mungu wa Yakobo, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Jacob. Anasema ya kwamba Baba Mungu wa baba zetu, Mungu wa baba zetu, anasema ya kwamba si wewe uliye Mungu mbinguni? Anauliza swali ya kwamba si wewe uliye Mungu mbinguni, tena si wewe utawalaye falme zote za mataifa? Anapoomba anamuomba Mungu ya kwamba wewe ni Mungu ambaye uko juu, na Bwana si wewe ambaye ni Mungu ambaye unatawala mataifa yote, kwa sababu yeye amejua kwamba mataifa mengine yanakuja vita kupigana dhidi yake, na yeye anamkumbusha ya kwamba Bwana wewe ni Mungu ambaye uko juu, na anasema kwamba Bwana si wewe ambaye Mungu unayetawala mataifa yote. Anauliza Mungu maswali katika maombi yake. Huyu jamaa alikuwa ameokopa kwa sababu alikuwa mtu ambaye ni mcha Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Endelea 7 ndugu yangu. 7. Si wewe Ee Mungu wetu uliyewafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako wa Israeli, wawapo mazao Ibrahimu rafiki yako hata milele? Anamkumbusha Mungu ya kwamba ni wewe Mungu ambaye ulifukuza wenyeji wa Kanaani, walikuwa wanaishi katika nchi ya Kanaani. Wahitu wa Moabite walikuwa katika hiyo nchi. Anamwambia kwamba si wewe Bwana ambaye uliwafukuza. Miaka 400 kukaa mahali si kitu rahisi wapendwa. Hiyo ni boma yenu tu. Hiyo ni shamba lenu. Lakini Mungu kwa sauti, kwa neno lake, aliwaondoa Wakanani wote. Aliwaondoa wa Moabite wote ambao walikuwa pale. Wakaondoka. Sasa Yehoshafati anamkumbusha Mungu kwamba si wewe Bwana ambaye uliowaondoa hao watu wakati ulisimama na mtumishi wako Joshua. Anazungumza ya kwamba Yehoshafati anamuuliza Bwana maswali akimwambia. Tunaruka tusome namba 15. Naam. Akasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkao Yerusalemu, wewe mfalme Yehoshafati, Bwana awaambie hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Bwana akasema Yerusalemu, na wewe mfalme wa Yehoshafati, Bwana anawaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Mungu akamwambia Yehoshafati, Mungu anamjibu, anamwambia kwamba usiogope na usifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa ambalo limekuja dhidi yako kupigana nawe. Usiogope na usifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa ambalo limekuja kupigana nawe. Anasema hivi ya kwamba kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Anaambia Yehoshafati ya kwamba vita ambavyo wanakuja juu yake, vita si vyenu bali ni za nani? Za Mungu. Lakini siri ambayo iko hapa wapendwa, angalia. Yehoshafati aligundua ya kwamba Waisraeli ni wapigwe vita vyovyote, mara kwa mara walikuwa wametenda dhambi. Mara kwa mara Waisraeli walikuwa wametenda dhambi, na ndio vita vilikuwa mingi sana juu yao.
Na Yehoshafati alipokuwa na hiyo ufahamu, yeye akaambia kwamba waenda, akapika mbiu, akaambia Waisraeli wote ya kwamba tuchukue muda tukaweze kuenda kuomba na kufunga. Na walipoenda kuomba na kufunga wakatubu dhambi zao. Na ndiyo Bwana sasa, wakati wamejitakaza, wanapendeza Mungu mbele zake, ndiyo Mungu sasa anawaambia kwamba sasa vita si vyenu sasa. Kwa sababu kitu ya kwanza ya kwamba hawa watu wamechukua jukumu ya kutubu na kutoka ndani. Maana walijua kwamba Bwana ndiye Mungu ndiye anatawala haya mataifa yote. Na tena Bwana ndiye anaweza achilia haya mataifa ya kuja yapike Israeli. Na Yehoshafati kwa sababu alikuwa mfalme ambaye anamuogopa Mungu, yeye aliambia wana wa Israeli ya kwamba tuende tufunge kwa ajili ya vita ambavyo vinakuja. Magari ni mingi ambayo wamekuja nazo, maaskari ni wengi ambao wanakuja kutupika vita, lakini kitu ambacho tutafanya ya kwamba tuchukue jukumu ya kuomba na kufunga. Na walipoenda kuomba na kufunga, Mungu sasa wanakuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Mungu anawaambia kwamba vita si vyenu, niachie mimi, kwa sababu nyinyi mmefanya jambo ambalo mtakana kufanya. Sasa vita ambavyo vimebaki ni vyangu. Hilo ndio jambo Yehoshafati alikuwa. Wapendwa, vita vinavyokusonga, wewe unachukua jukumu gani? Unajitayarisha kabisa, unasema mtanitambua leo ni mimi, unachukua hivi ya mkono. Unasema ya kwamba leo kitaumana, kitajulikana katika hii kijiji mimi ndio niko. Unakuja mkono. Yehoshafati hakufanya hivyo. Si ati Yehoshafati hakuwa na jeshi, alikuwa nalo. Alikuwa na jeshi yake pia limefanya mazoezi ya kutosha, wanangoja vita. Lakini yeye alijua kitu kimoja, kwamba miongoni mwa wana wa Israeli wametenda dhambi. Na the only solution ambayo inaweza kuokoa hawa wana wa Israeli ni kuwaelekeza katika kutubu na kuomba, ili wakawakuwe watakatifu, mpendeze Mungu na Mungu ashuka wapiganie. So kuna vita nyingi ambazo zinatukumba wapendwa, na si ya kwamba kuna maadui. Ni sisi wenyewe tumefanya dhambi, na sasa Mungu pia tumeamua pia tumeacha Mungu kando kidogo, tunajipigania. Na ile process ya kujipigania hatutaweza. Maana yeye ndiye ako na uwezo ya kutupigania vita. Anasema kwamba vita si zetu, vita ni zake. Na yeye pia ataangalia, atachunguza moyo ambao umetubu dhambi, mikono ambayo imetakazika mieupe, moyo ambao ni mweupe, uko tayari kumpokea yeye. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Mbele siendelea kidogo na kumalizia. Nasema hivi. Kesho shukeni juu yao. Naam. Tazameni wanakwea kwa kupandia sisi, nanyi mtawapata kwenye mwisho wa bonde, mbele ya jangwa la Yeredi. Naam. Mungu anamwambia kwamba kesho shukeni juu yao. Tazameni watakwea na kupanda, na sisi nanyi mtawapata penye misho ya bonde, mbele ya jangwa la Yeredi. Angalia chenye Mungu anasema kwamba Yehoshafati hakuenda vita kupigana mwenyewe, lakini alingoja sauti ya Bwana. Katika vita vyake, licha ya kwamba watu wamekuja, maadui wamekuja kwa na magari ni wengi sana, lakini Yehoshafati alingoja sauti ya Mungu. Na ndio Mungu anamwambia kwamba kesho shukeni sasa. Wanapata amri ya Mungu na utaratibu wa Mungu ili Mungu awaelekeze. Yeye alikuwa anataka ya kwamba Bwana aseme jambo katika zile vita. Na Mungu anamwambia ya kwamba kesho shukeni juu yao. Tazameni wanakwea na kupandia sisi, nanyi mtawapata penye misho ya bonde, mbele ya jangwa Yeredi. Mungu anataka wapendwa, baada ya kutubu dhambi, yeye anatupigania vita. Na tena Bwana anataka ya kwamba tusikilize sauti yake. Chenye Bwana amesema tukitende. Mungu alimwambia Yehoshafati ya kwamba shukeni sasa. Alikuwa ameokopa, lakini sasa anajua ya kwamba ako na Mungu. Anajua ya kwamba Bwana anaenda kumpigania, anangoja sauti ya Mungu. Wewe je, tunangoja sauti za Mungu? Mungu anasema ni tufanye mambo, ama tunafanya tu kwa sababu tunataka kufanya? Yehoshafati alingoja Mungu mwenyewe aseme.
Endelea ndugu yangu. 17. Hatutahitaji kupigana vita. Pangeni mabeni mkaona wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi, enyi Yuda na Yerusalemu. Msiogope wala msifadhaike, kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yuko pamoja nanyi. Bwana abariki andiko. Hamhitaji kupigana vita. Bwana anasema nawaambia hivyo. Hamhitaji kupigana vita. Jipangeni, simameni mkauone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi, enyi Yuda na Yerusalemu. Msiogope wala msifadhaike, kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi. Bwana ako pamoja nao katika vita ambavyo wanaenda kupigana. Wapendwa, ni heri sana upigane vita ambavyo Mungu ako ndani. Kuna watu wamepigana vita nyingi sana ambazo Mungu hayuko ndani. Hautaviweza wapendwa, hautaziweza. Lakini vita ambavyo Mungu amesema na dhamiri ya kwamba leo nimekuamuru ndio upigane, go and fight. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Vita yenye Mungu amesema kwamba enda upigane, go and fight. Lakini zenye Mungu hajakupatia amri, achana nazo. Sababu yeye ndiye anayetupigania vita. Hapa Mungu anawapatia amri kwamba Mungu atakuwa pamoja nao. Hili ni kanisa lake wapendwa. Tukitembea katika njia za Bwana, tumtafute Mungu katika maombi na tusome neno lake kila kuchao. Na tutembee katika njia za Bwana vile Mungu anataka. Vita mingi Bwana atatupigania. Mungu atakuwa pamoja nasi. Weka makoti chini, umlilie Mungu. Kama makoti ni ngumu kupika, tafuta namna yenye unaweza onyesha unyenyekevu mbele za Mungu, umlilie Mungu na Mungu atashuka atakupigania. Ni heri vita ambavyo Mungu anashuka kupigania kuliko vita ambavyo wewe mwenyewe unaweza pigana peke yako. Kwa sababu wapendwa, niliheshimu masaa. Masaa imeenda, sasa hivi imefika dakika 9 na sikutaka nifike hapa. Sababu tumekubaliana ya kwamba ibada itakane ishe saa 6. Mungu ndiye alisema, si mimi. Sio nasema tu Mungu wa amani awabariki. Amen. Michelle Oya. Tamka. Nguvu za mbinguni tunapaswa, na nguvu za mbinguni